Beki tatu anamwacha mke wake na kumwoa dada wa kazi. Karibu tena katika chaneli yetu ya Juma Simulizi, na leo tumekuletea story nyingine tena. Natumai utaipenda na utajifunza mengi kupitia story hii. Mtunzi ni Isaac James, imewasilisha kwenu na Juma Simulizi. Anza nayo. Ni katika familia moja ya kitajiri iliyopo jijini Mwanza. Kulikuwa na bwana mmoja aliyejulikana kwa jina la Bwana Rajabu na mkewe aliyeitwa Bi Nasma. Bwana Rajabu na mkewe Bi Nasma walibahatika kupata familia ya watoto watatu. Na watoto watatu wote walikuwa ni jinsia ya kiume. Mkubwa aliitwa Razaki, alikuwa anasoma kidato cha kwanza. Aliyemfuata Razaki aliitwa Abduli, yeye alikuwa darasa la 5. Na watatu aliitwa Tarik, yeye alikuwa darasa la kwanza. Bi Nasma alikuwa ni mama wa nyumbani, yani hakuwa na kazi yoyote. Lakini Bwana Rajabu alikuwa ni mtumishi wa serikali, alikuwa akifanya kazi kwenye ofisi za NIDA. Ilikuwa ni kama mazoea, kila Bi Nasma akibeba mimba lazima mume amtafute dada wa kazi ambaye atamsaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani. Na mara tu baada ya kujifungua na mtoto akishakuwa, dada wa kazi huachishwa kazi na kuondoka. Katika mimba yake ya mwisho, dada wa kazi aliyeletwa kidogo alikuwa tofauti na mwanzo alivyokuwa. Jamani, ndoa imebeba siri nyingi. Ndoa zina mambo mengi. Ni siku ya Jumatatu mwanzo tu wa wiki, kama ilivyokuwa kawaida. Bwana Rajabu anatoka nyumbani asubuhi na kurudi jioni. Na watoto wa shule kwa wakati huo. Hivyo nyumbani ubaki Bi Nasma na dada wa kazi aliyeitwa Zura. Siku hiyo Jumatatu, Zura aliwahi kuamka, akaandaa chai, akaandaa watoto kwa ajili ya kwenda shule. Akapatia chai wakanywa, kisha akaenda kuwapandisha school bus ambalo lilikuwa linasimama nje ya panda. Akiwa amesindikiza watoto, nyumbani alibaki Bwana Rajabu pamoja na mke Bi Nasma. Lakini Bi Nasma alikuwa bado amelala na Bwana Rajabu alikuwa akijiandaa kwenda kazini. Hivyo baada ya Bwana Rajabu kumaliza kujiandaa, alikunywa chai kisha akamwaga mkewe kuondoka. Zura alivyorudi alikuta Bwana Rajabu tayari ameshaondoka, lakini Bi Nasma akiwa bado chumbani kwake. Baada tu ya Zura kuingia ndani, alisikia sauti ya Bi Nasma akiongea na simu. Tatizo lako ni mwoga sana mpenzi wangu. Kama tumefanikiwa kupata watoto watatu na huyo wa tumboni ni 4, lakini yeye hajalifahamu hilo. Unafikiri atajua lini sasa? Baada ya Zura kusikia hivyo, alishika simu yake na kuanza kurekodi, huku Bi Nasma akiendelea kuongea. Nimeshakwambia mganga wangu fundi kampumbaza walai, hawezi akagundua chochote kile. Kwa hiyo kuwa na amani mpenzi. Sasa hivi hayupo, kaenda kazini, yupo tu dada wa kazi. Kwa hiyo kama inawezekana njoo. Ndio maana nakupenda. Ujitahidi kuwahi. Bi Nasma baada ya kumaliza kuongea na simu anakata. Zura ana save record na kuendelea na kazi zake nyingine. Baada ya dakika kadhaa kupita, Zura akiwa jikoni alisikia sauti za watu sebuleni wakiongea. Alivyochungulia alimwona Bi Nasma akiwa na bwana mmoja wakiwa wamesimama kwa kukumbatiana. Pasipo kuchelewa, Zura alishika simu yake na kupiga picha. Bi Nasma na baba watoto wake waliingia chumbani. Zura alirudi jikoni na kuanza kulia kwa kumwonea huruma sana Bwana Rajabu. Zura aliwaza kumshtaki Bi Nasma kwa mumewe, lakini akili yake ikasita. Akaamua kupuuzia. Na hata hiyo jioni wakiwa wamekaa dining wakipata lunch, Zura alionekana kumwangalia sana bosi wake kwa huruma sana, lakini hakuna mtu aligundua Zura anawaza nini. Siku nenda siku rudi, kama kawaida Bi Nasma kuongea na simu asubuhi na kiongea na danga lake, yani baba watoto wake, na kila leo Zura alirekodi sauti ya Bi Nasma. Ilikuwa siku ya Jumatano baada ya miezi miwili kupita. Bwana Rajabu anatoka kazini na kumkuta Zura amesimama nje ya geti. Zura alimpokea Bwana Rajabu kwani alikuwa amebeba kifungashio. Bwana Rajabu hakumjali sana, walisalimiana kisha akafungua geti na kuingia ndani. Zura alitaka kumuita ila akasita. Macho ya Zura alionyesha na kitu anataka kusema, ila mdomo wake ulikuwa mzito kutamka. Zura alishusha pumzi kisha akasema, "Samahani bosi." Bwana Rajabu akasimama na kusema, "Kulikoni tena Zura?" Zura akasema, "Samahani, wewe ni bosi wangu. Wewe ni kama kakaangu. Hivyo binafsi naumia kuona mambo ambayo yanaendelea ndani ya nyumba, ila wewe uyafahamu."
Mpaka nimekufuata kukuambia nimekubaliana na yote. Kama utanielewa na kufanyia kazi swala langu, au kama hutoniamini na kunifukuza, kwangu yote sawa tu. Ila ni kwamba mkeo anakusaliti, na hata watoto unaojua ni wanao sio wako. Mpaka hiyo mimba iliyoko tumboni mwake sio yako pia. Na kama usingeweza kujua, kama usingeambiwa na mtu, maana akakutengenezea dawa ambayo imekupumbaza na wewe kusikiliza sauti yake. Yaani yeye ndo sauti ya mwisho ndani ya nyumba. Kwa sasa mpango alionao ni kukua ili mali zote ziwe chini yake, iwe rahisi kumleta bwana wake humu ndani. Na siku zote chakula chako huwa anaandaa yeye na wala sio mimi. Na kwenye uandaaji wake ndo huwa anaweka hizo dawa ndani ya chakula. Yote ni kukufumba akili. Mimi nimekuambia kiroho safi tu, ila sina maana kwamba umwache. Najua kunielewa ni ngumu sababu ya hizo dawa. Baada ya Zula kumaliza kuongea, aliangalia chini Bwana Rajabu akamwambia, ni vigumu kuamini hilo, lakini nitafanya upelelezi wangu, na kama nikigundua unasema uongo, utaondoka kwangu. Zula akasema, kama itawezekana, kesho mwage unaenda kazini, alafu usiondoke, utayashuhudia mengi. Ila hapa nina baadhi ya uthibitisho. Nina voice zake alizokuwa akiongea na simu. Pia nina picha nilizowapiga akiwa yeye na huyo bwana. Bwana Rajabu alifikiria kidogo kisha akasema tuone. Zula alimuonesha Bwana Rajabu picha, pia akamsikilizisha rekodi. Bwana Rajabu aliangusha chozi baada ya kumaliza kuona na kusikiliza. Kisha akafuta chozi akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani alipokelewa na Bi Nasma. Bwana Rajabu alimchangamkia mkewe kama kawaida mpaka siku hiyo ikaisha. Kesho yake asubuhi, Bwana Rajabu akawahi kuamka, akajiandaa kisha akamwaga mke wake na kuvunga kama kaondoka. Kumbe kaingia chumbani kwa Zula, ndo akajificha huko. Dakika sio nyingi, Bi Nasma akapigia danga lake simu na kuanza kuongea, huku Bwana Rajabu akisikia yote. Bi Nasma kaongea na simu mpaka danga hilo limeingia ndani, ndo akakata na kutoka sebuleni akampokea danga hilo kama ilivyo kawaida yao. Bi Nasma na danga lake wanakumbatiana, wanasalimiana, kisha ndo anaenda chumbani. Baada ya kuingia chumbani, Bwana Rajabu alitoka chumbani kwa Zura na kukaa sebuleni. Na saa ameenda sasa. Bi Nasma na danga lake wanatoka chumbani wakiwa wanacheka kweli. Baada ya kufika sebuleni wanamkuta Bwana Rajabu amekaa akiangalia televisheni. Bi Nasma na danga lake wote wanaona aibu. Nani aanze kumuovu? Bi Nasma akamsukuma danga lake kuashiria aondoke. Danga likaondoka kwa haraka sana. Bi Nasma akasogea mpaka mmeo alipokaa. Baada ya kufika anaanza kujiongelesha huku akicheka cheka. Mume wangu, kumbe umerudi. Bwana mapema sana. Au utakuwa unaumwa? Au basi ngoja niende pharmacy nikakuletee dawa. Bwana Rajabu hakumjibu, alisimama na kuingia chumbani. Kwa upande wa Zura ni vicheko tu, anafurahia na kumshukuru Mungu ameweza kuokoa maisha ya Bwana Rajabu. Bi Nasma akawa amekaa sebuleni huku akishangaa imekwaje, imewezekanaje kwani? Bwana Rajabu anatoka chumbani akiwa amebeba begi lake na mkono mwingine kashikilia karatasi. Baada ya kufika Bi Nasma alipokaa, Bwana Rajabu akamtupia karatasi Bi Nasma na kumwambia, najua una mpango kuniua ili umiliki hizi mali. Ya nini yote hayo sasa? Si ungeniambia tu nikupishe kiroho safi kuliko kufanya hivyo. Sasa sikia, mimi naondoka. Hiyo ni hati miliki ya kiwanja na kuachia nyumba ule wanao. Sitaji kuona simu yako, sitaji kuona sura yako. Mimi naenda basi. Bwana Rajabu akatoa pesa mfukoni na kumrushia Bi Nasma na kumwambia, hizo zitakusaidia mtaji. Kama unahitaji taraka utaikuta kwa mwenyekiti wa mtaa. Nikutakia maisha mema. Baada ya Bwana Rajabu kusema hivyo, anafungua mlango na kuondoka. Pia Zura naye anatoka chumbani kwake akiwa amebeba begi lake na kuongozana na Bwana Rajabu. Bi Nasma alibaki na mawazo kisha akampigia danga lake. Kwa wapi wewe? Hebu njoo ufala kaniachia nyumba kaondoka. Mimi niko airport, nataka kwenda nje ya nchi. Naomba namba yangu ifute na wala sitaki mazoea tena na wewe, alisema huyo danga. Bi Nasma akauliza, imekwaje kwani? Jamani, mbona mipango imeenda fresh? Ya nini ufeli dakika za mwisho? Danga likajibu, mimi naogopa kuuliwa. Mwanaume hawezi kukuuza na mke wake. Tena kibaya zaidi mnatokea chumbani kwake na akakuacha hivi hivi. Naona kabisa kuna mitego kaiweka. Kwa ni bora niondoke tu. Baada danga kusema hivyo, likakata simu. Bi Nasma hoi, sio macho sio sikio, vyote haviamini. Anampigia tena danga anajibiwa patikani. Basi kilio ndo kakabaki kwa Bi Nasma. Akamwambia mpigie Bwana Rajabu japo ajaribu kumomba msamaha. Napo anakuta simu haipatikani. Bi Nasma anampigia mtaalamu wake na kumuuliza imekwaje mtaalamu? Mtaalamu akamjibu,
Hizo dawa za kwenye chakula kuna muda ukifika zinaishiwa nguvu. Nzuri ni zile nilizokuambia ufuate za chini ya mto, lakini hujafuata mpaka leo. Baada ya mganga kusema hivyo, Bi Nasma anakata simu na kujutia sana. Siku zimeenda, watoto wa Bi Nasma walifukuzwa shule kwa kukosa ada ya shule na pesa ya mtaji aliyoachiwa na Bwana Rajabu kashitumia kwenye chakula. Ataenda wapi sasa? Atakuwa mgeni wa nani yeye? Huko kwa Bwana Rajabu na Zuhura ni furaha muda wote. Bwana Rajabu kaamua kumuoa Zuhura kutokana na roho yake nzuri aliyokuwa nayo. Na huo ndio mwisho wetu wa simulizi yetu ya Begi Tatu. Anamuoa dada wa kazi na kumwacha mke wake. Kama ndo mara ya kwanza kuingia kwenye chaneli yetu, naomba usubscribe, comment, like na ushare video zetu. Tunawapenda sana. Tukutane simulizi ijayo.